Wana Kifumbe oye! Wana Kifumbe wote oye! Mheshimiwa Baba Paroko, Paroko msaidizi, maparoko wote mliopo hapa, watawa wa kiume na wa kike, waheshimiwa wa seminari, makatekista, viongozi wa vyama mbalimbali mliopo hapa, wapendwa sana Wakristo wenzangu. Awali ya yote, Baba Askofu alipenda sana kuwepo siku hii ya leo, lakini kwa kuwa majukumu aliyokuwa nayo yamemdai kwenda mahali pengine, akanituma nije huku. Lakini roho yake ipo pamoja nasi na anawasalimia sana. Anawapongeza kwa jubilei hii ya miaka 50 ya Ukristo katika parokia yetu ya Kifumbe. Hongereni sana. Leo tunahitimisha jubilei yetu kwa misa hii takatifu na mashangilio mbalimbali yatakayojitokeza. Sio mwisho wa Ukristo wetu, bali mbegu ile ya imani izidi kuchipua na kukomaa na izae matunda mema. Ndugu zangu wana Kifumbe, paroko alipokuwa au yule msemaji alipokuwa anatupatia historia ya parokia yetu ya Kifumbe, nilisikiliza kwa makini sana. Hongereni kwa kudumu katika imani kwa miaka yote hii ambayo imeweza kuifikia. Hongereni kwa idadi kubwa ya Wakristo, 6,000 na kitu fulani, ni idadi kubwa sana ya Wakristo. Hongereni kwa yote mlioyafanya katika kufanya imani idumu katika parokia yenu. Mbaki katika imani hiyo daima na muidumishe imani hiyo iwe hai. Na zaidi sana mjue kanisa la Kifumbe litajengwa na wana Kifumbe wenyewe na wala sio watu wengine. Kwani waombe mshikamano wenu wa pamoja na umoja wenu uwatie nguvu na uwajalie kusonga mbele mkiwa pamoja. Baba Askofu amenituma niwaambie jambo moja kubwa na mlizingatie. Mimi naliongezea nyama kidogo tu. Kwenye historia tumeambiwa kuna watawa 8. Sasa sina uhakika sana, mtanisamehe kama litasikika vizuri. Sina uhakika sana, Kifumbe mna dispensary sio? Au haipo? Labda manesi kule wanazalisha watoto wa kike tu basi. Ameniambia kuna mseminari mmoja tu, labda ndio huyu aliyebahatika kuzaliwa mtoto wa kiume. Kuna shida gani kwenye miito mitakatifu ya upadre na hata watawa wa kiume? Kuna shida yoyote Kifumbe? Hiyo ni changamoto kwetu. Niwaombe wazazi, tuwalee watoto wetu vyema. Ninyi wazee mliofunga ndoa leo na wengine bado vijana, tuwalee watoto wetu vyema, wale tutakaopewa na Mungu, ili tupate kutoka huko mito mitakatifu. Huyu Mwajombe tuliomwimba kwenye wimbo ule sio kijana, ana zaidi ya miaka, ana 65 saizi, anaitafuta 70 huko. Huyo ni kijana, kwa hiyo ni mzee. Na mwenzake aliyemtangulia ni zaidi yake. Sasa tunahitaji vijana kutoka kwenu. Ndio maana tumemtwisha hata mzigo wa kwamba hiyo parokia tarajiwa bado aendelee kushikilia mwenyewe, kwa sababu tunakosa wahudumu. Na wahudumu hao lazima watoke katika familia zenu. Kwa hiyo nategemea Baba Paroko, mwakani tuanze kupata vijana wanaoomba kwenda seminarini. Linawezekana hilo? Naona mnajibu kwa mashaka. Linawezekana? Wana Kifumbe wewe? Najua katika hilo hamtashindwa.
kama mmefanikiwa kuifanya jubilei ikawa nzuri hivi, hili mtaweza. Kwa hiyo niwakumbushe niliyosema wakati wa mafundisho, iweni na imani thabiti katika maisha yenu, muwe washiriki wazuri wa masakramenti, na kwa mshikamano wenu wa pamoja mlijenge na mlisimamishe kanisa liwe imara kwa majitoleo yenu mbalimbali. Mkishikamana katika hayo, mtalipatia kanisa wahudumu, mapadre, watawa wa kiume na wa kike na makatekista wa kutosha. Hilo ndilo Baba Askofu analowaomba wazazi na waheshimiwa makatekista huko mnakopita mashuleni. Sisitizeni, wakumbusheni hao vijana hawa, mkiwaambia daima, wakisikia neno hilo, wapo watakaoona inafaa kuomba waandaliwe kwa ajili ya kuwa mapadre, watawa wa kiume na wa kike, waweze kulihudumia kanisa. Naamini wapo. Ifumbe oye! Asante.